Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, naomba ikiwa wewe ni mgeni ama unatazama kwa mara ya kwanza Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, bonyeza alama ya like na karibu. Rais wa hapa Tanzania Samia Suluhu Hassan amekasirika na kufunga mahakama zote nchini Tanzania. Kivipi? Hii ni habari mbaya ya Samia ambayo sasa hivi tunapoenda hewani imetetemesha taifa lote la Tanzania. Swali tunajiuliza ni kivipi Samia amefunga mahakama zote Tanzania? Amefunga mahakama kwa kutotii uamuzi ambao unatolewa na mahakama, huku akitumia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa. Ikumbukwe ya kwamba tarehe 25 mahakama kuu iliweza kutoa amri kwa ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa hapa Tanzania kutojaribu kukifuta chama cha Chadema. Lakini Samia anatumia afisi hii ya msajili wa vyama vya kisiasa kukataa uamuzi wa mahakama na kufunga uamuzi ambao unatolewa na mahakama, na wanataka kufuta chama cha maendeleo na demokrasia hapa Tanzania ambacho kinaongozwa na Tundu Lissu Antipas, kulingana na taarifa ambazo zimetufikia. Maria Sarungi ambaye ni mwanaharakati hapa Tanzania ameenda kwa mtandao wake wa kijamii, ameandika hivi: ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa imepuuza mahakama. Na unajua ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa hapa Tanzania inatumika na Samia Suluhu Hassan. Sasa inapuuza uamuzi ambao unatolewa na mahakama. Kwa hivyo hamna haja ya kuwa na mahakama hapa Tanzania. Mahakama inaamua, Samia Suluhu Hassan anakataa maamuzi. Tarehe 25 mwezi wa 5, mahakama kuu ilitoa amri kuzuia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa kuchukua hatua yoyote mbaya dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Tarehe 26, Sisti, huyu ndiye anasimamia ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, huyu Sisti Nyahoza ametuma barua nyingine na kutishia kufuta usajili wa chama cha Chadema. Sasa ni dhahiri ofisi ya msajili haifuati sheria yoyote na imepuuza hadi amri ya mahakama. Huyu ni Samia Suluhu Hassan. Msajili na msaidizi wake wana ugomvi rasmi na Chadema, ambao mfadhili mkubwa ni Samia Suluhu Hassan. Ofisi ya msajili ipo sasa hivi hapa Tanzania, iko pale kuhukumu na kushughulikia kisiasa na Chadema ili kuilinda CCM. Ni maswali ambayo ni mazito. Endeleeni. Huyu mwanaharakati amemaliza akisema endeleeni mahodari, mnachokitafuta mtakipata. Unajua mahakama imetumia sheria, imesema Chadema isifutwe, Chadema iendelee, Chadema iendelee na siasa zake katika sehemu mbalimbali humu nchini. Lakini sasa wakienda mbele na wafute chama cha kisiasa na demokrasia hapa Tanzania na maendeleo, kitanukishwa. Najua hivi ndivyo walifanya katika uchaguzi uliopita hapa Tanzania, na Tundu Lissu hakuwa, alikuwa kule gerezani. Lakini uchafuzi ambao uliweza kushuhudiwa ni wa hali ya juu. Wasithubutu kukifuta chama cha Chadema, watakipata. Samia anatumia mbinu zote kuhakikisha ya kwamba ni kivipi anaweza kuzima Tundu Lissu, ni kivipi anaweza kuzima John Heche, ni kivipi anaweza kuzima wanachama wote wa Chadema.
Sasa ameona lazima wakatae, wafunge mahakama midomo, wasitii maamuzi ambayo yanatolewa na mahakama, ili waende mbele na kufuta chama cha Chadema. Wakijaribu watakipata tu. Na mataifa mengine yamekuwa yakihonya Tanzania. Sasa hivi Marekani iliweza kutufungia sisi wa Tanzania, hatuwezi kuvuka ama hatuwezi kwenda Marekani, visa hamna, kwa sababu ya ukatili, uongozi wa udikteta kiimula ambao unaendeshwa chini ya Samia Suluhu Hassan. Tukawa tumeadhibiwa, mataifa mengi yakazuia, hatuna misaada na hatuwezi kupata misaada. Sasa hivi Canada ilitufungia misaada ambayo ilikuwa inatusaidia hapa Tanzania, ndio maana uchumi haunogi, tunapitia changamoto. Taifa la Marekani likazuia misaada yao hapa Tanzania, hata ARVs hazifiki. Taifa lingine la Uswidi likafunga misaada. Umoja wa Mataifa ukakataa kutuma hela hapa. Bunge la Ulaya likasimama likasema hawawezi kufadhili udhalimu ambao unaendeshwa na Samia Suluhu Hassan. Sasa tunapitia changamoto za hapa na pale. Sasa Samia amefika mahali hata anataka kufunga mahakama, kwa sababu hata wakati mahakama milango imefunguliwa kutafuta haki, haki hiyo ikitolewa, hataki kufuatilia maamuzi yanayotolewa na mahakama. Kumaanisha hataki kusikia mambo ya mahakama. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi ambaye alijichagua yeye mwenyewe, akajiapisha chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika uwanja wa kijeshi, na hamna Mkenya hamna Mtanzania wa kawaida aliweza kuhudhuria uapisho wake hapa Tanzania. Kumaanisha uongozi wake yeye ndiye anaelewa vile anaendesha majukumu yake akiwa Ikulu Chamwino. Lakini wakijaribu kufuta chama cha demokrasia na maendeleo, huenda hayo yatasababisha tofauti kubwa kati ya CCM na Chadema. Kufikia sasa amezuia Antipas Tundu Lissu, hajafunguliwa, yu gerezani. Hana ushahidi wa kutosha, ila tu waliweza kumpambikizia kesi ya uhaini. Na kesi ya uhaini kulingana na sheria za mwaka 1977 ni kunyongwa ama kifo. Sasa kwa sababu hana ushahidi wa kumnyonga, hana ushahidi kwamba Tundu Lissu alihusika na uhaini, kwa sababu ameshindwa kumnyonga, sasa nataka kufunga chama chake cha Chadema kwa kusema ya kwamba waliweza kusema Samia aliweza kujichagua, na hiyo ndio ukweli. Naomba kutamatishia hapo, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, naomba tu uchukue sekunde moja tu ya mwisho uponyeze button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.